la serikali kuhakikisha kwamba hivi vikundi vya wananchi vilivyopo kwenye maeneo yetu ambavyo vinahusisha wanawake, vijana pamoja na watu wenye ulemavu wanatoka kwenye hatua waliopo kwenda kwenye hatua ya juu zaidi, na wengine ambao huenda walikuwa hawana kabisa shughuli sasa wanapata shughuli ambazo zitawasaidia kwa maana kuwa msaada kwenye familia zao na kwenye maeneo yao kuinua uchumi wao. Sawa ndugu zangu. Kwa hiyo CRDB kwa kitendo hiki mimi niwapongeze sana kwa hili ambalo mmelifanya. Sisi jiji la Dodoma kila mwaka tunazo fedha ambazo kwa mujibu wa utaratibu wa serikali, fedha ambazo tunazipata, kuna zingine ambazo huwa tunatenga hizi za 10%. Tunatenga maalum kwa ajili ya kuja kuzitoa kwa vikundi. Na huko nyuma kumekuwa kuna changamoto kubwa sana ya urejeshaji wa zile fedha. Kwa sababu lengo la serikali lilikuwa kwamba hizi fedha zikitolewa kwa vikundi, vile vikundi vitakaporejeza zile fedha zigawiwe tena kwa nani? Kwa watu wengine, kwa maana wale wanaopata tuupanue ule wigo wa watu, kwa sababu wanaohitaji ni wengi lakini wanaopata ndio kwa wachache. Lakini kwa hiyo wakiwa wanarudisha wakati serikali inaendelea kutenga zingine na zile zingine zinarudi, manake zinaongezeka na wigo wa kutoa kwa watu wengine pia unafanyaje? Unaongezeka. Sasa kumekuwa na changamoto kubwa huko nyuma ya urejeshwaji wa hizi fedha, na ndio maana serikali ikaona kwamba ije na mpango ambao ni bora zaidi utakaorahisisha upatikanaji wa hii mikopo, lakini itakaosaidia mikopo ile inayotolewa iweze kufanyaje? Kurudishwa kwa wakati ili iwasaidie na watu wengine, ikiamini kabisa hawa ambao watakuwa wamechukua kwanza watakuwa wamefanyaje? Wamepiga hatua. Kwa hiyo wanaporudisha sasa ni juu yao, aidha wanaweza wakaomba tena ili wainuke zaidi, lakini pia na wengine wafanyaje? Wapate kuipata hiyo mikopo. Sasa nimesema kwamba kumekuwa na changamoto, ziko nje hazijarudi, lakini watu walipewa na ni vikundi kama nyinyi, lakini wamekaa nazo. Urejeshaji umekuwa wa kusuasua mno. Sasa hivi tuna bilioni 7 inasubiri vikundi vije viombe vipewe. Ndugu mgeni rasmi, pia mafunzo haya tutakuwa nayo leo na kesho kwa siku mbili. Siku ya leo tumeanza na vikundi hivi, lakini kwa siku ya kesho pia tutajumuika hapa. Amesema Media Foundation kwamba tutakuwa na vikundi hivi ambavyo vina makosa madogo sana ambayo kesho wataambiwa wamekosea wapi. Wakienda kujirekebisha tu, nashukuru sana benki ya CRDB kwamba wamewapa nafasi, wakijirekebisha tu wanaenda kuwatembelea na wenyewe wanaingia kwenye hili kundi la kupatiwa mkopo kwa awamu hii. Tangia mikopo hii imefunguliwa, kumekuwa kuna michakato mbalimbali ambayo imepitia. Kwanza kabisa tulianza na mafunzo. Mafunzo haya yalikuwa kuanzia ngazi za kata kwa wataalamu wote, lakini tulienda kuunda kamati mbalimbali za usimamizi. Kamati hizi tulianzia ngazi za kata, tuna kamati za usimamizi ngazi ya kata ambapo pale mtendaji wa kata ndio mwenyekiti, lakini afisa maendeleo ya jamii wa kata anakuwa ndio katibu wake, na wale wa extension officers wote walioko kwenye kata wanakuwa ni wajumbe. Wao ndio kazi yao kuchakata mikopo kupitia kwa kuanzia ngazi ya kata. Na kama kikundi kinapotaka kuanza kuomba mikopo, kinapotaka kuanza kujiunga, wanaanzia kule kwenye kata na wale ndio wanawasaidia. Tulizindua mpango huu pamoja na serikali hapa Dodoma mwaka huu, na tulipouzindua tulianza na kutembelea vikundi vyote ambavyo tulipata kwa ajili ya kupata mikopo hii ya 10%. Na mwitikio ulikuwa ni mkubwa sana. Tulikuwa na vikundi 129, vya wanawake vikiwa ni 46, lakini vya vijana vikiwa ni vikundi 63, na vikundi 20 vilikuwa ni vikundi vya watu wenye ulemavu. Baada ya kutembelea tuligundua
kununua vitu vya aina mbalimbali. Vikundi vingine vina biashara kubwa na vingine vina biashara ndogo na vingine bado havijaanza biashara kabisa. Ndugu mgeni rasmi, vikundi vilivyo mbele yako ni vikundi vilivyo na biashara na vimevuka mchakato wa awali kwa ajili ya kupata pesa za 10%. Taasisi ya CRDB Bank na CRDB Bank Foundation tuna uzoefu mkubwa wa kutambua biashara, lakini kikubwa pia tumetoa elimu kubwa sana kwa kila kikundi na membazi wake waweze kuelewa jinsi ya kuanzisha biashara, waweze kupata uelewa wa kutunza kumbukumbu, lakini pia waweze kuelewa changamoto za vikundi pamoja na kuboresha ushirikiano wakati wa kukuza biashara na ujasiriamali. Kuna baadhi ya changamoto ambazo tumekutana nazo. Kama nilivyotangulia kusema, kila kikundi kimepewa ushauri makini na kinatakiwa kufanya ili kuboresha taarifa zao na kukidhi vigezo vilivyowekwa. Kwa hiyo tunavyo vikundi ambavyo haviko hapa lakini vinakaribia sana kuwa hapa. Kwa hiyo kuna maelekezo ya kitaalamu ambayo tumewapatia, na punde watakapotimiza maelekezo hayo, basi pia tutajumuika nao kwa maana ya kuwapa mafunzo kama haya ili waelekee hatua inayofuata. Taasisi ya CRDB Foundation tuko tayari kuendeleza ushirikiano kikamilifu na ofisi yako kuhakikisha kwamba kila kikundi ambacho hakijaanzisha biashara basi kinapata fursa ya kuanzisha biashara, na kile ambacho kina changamoto ndogo kupitia elimu na ushauri kutoka kwa maafisa wa benki pamoja na maafisa wa benki watatoa elimu ya kutosha na usaidizi unaotakiwa ili vikundi zaidi katika sekta mbalimbali viweze kupata mitaji hii uwezeshi kutoka serikalini ambayo inalenga katika kukuza biashara zao lakini pia kukuza maisha yao.